Karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kwa siku ya tatu sasa kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa kwenye barabara ya Nairobi kuelekea kule Garissa kwenye eneo la Mwingi kule Kitui County. Kuna ghasia na fujo ambazo zimekuwa zikishuhudiwa huku shughuli za usafiri zikitatizika, biashara zikiendelea kufungwa kwa sababu ya maandamano makubwa ambayo yanaendelea kufanyika kwenye eneo la Mwingi pamoja na ukasi. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu kuhusiana na vile hali ilivyo sasa hivi kwenye haya maeneo ya Mwingi pamoja na ukasi, ningependa kukuomba uweze kulike hii video na pia usubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo sasa kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na watazamaji, mambo yanazidi kuchemka kule Mwingi, maandamano yanazidi kuwa makubwa, makabiliano yanazidi kuwa makali kati ya maofisa wa polisi na waandamanaji kutoka kwenye jamii ya Wakamba ambao wamekuwa wakiandamana kwa zaidi ya siku tatu sasa. Wamefunga ile barabara ya kutoka Nairobi kuelekea kule Garissa. Hii ni baada ya kifo cha watu zaidi ya 7 ambao inaaminika ya kwamba waliuawa na bandits kutoka county jirani ya Wasomali ya Garissa. Na tunapozungumza sasa hivi watazamaji wangu, bado shughuli za usafiri hazijaweza kurejea kawaida, biashara pia vile vile hazija kuweza kufunguliwa, hasa wanabiashara wa Kisomali ama kutoka hapo county jirani ya Garissa, ndio biashara zao zipo taabani kwa sababu maandamano ambayo yalianza kwa njia ambayo ilikuwa ni ya amani, maandamano ambayo hayakuwa na wizi wa mali za watu, sasa yamegeuka kuwa maandamano ya uharibifu, uporaji na kuendelea kuvamia biashara za watu na kuziteketeza. Kama vile ambavyo unaona hapo kwenye screen watazamaji wangu, ni maandamano ambayo yamegeuka ya kuvunja maduka ya watu. Kama ulikuwa umefunga duka yako, unapata kwamba watu wanaingia, wanaipora, wanabeba mali zako, na wanabiashara watazamaji wangu wanaendelea kukadiria hasara kutokana na haya maandamano ambayo bado yanaendelea kushuhudiwa kutoka kwenye lile eneo la Mwingi pamoja na ukasi. Kabla siendelee zaidi watazamaji wangu, nataka niwapeleke moja kwa moja mpaka kule ground waweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi. Makabiliano yanazidi kuwa makali na maofisa wa polisi na wale waandamanaji, lakini ni kama hawa waandamanaji wanazidi kuwazidi nguvu hawa maofisa wa polisi. Saa zingine maofisa wa polisi hawana lingine tu ila kuwatazama hawa waandamanaji ama goons wakiendelea kupora mali za watu. Kabla sijakuwekea video mtazamaji wangu, nakukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo so ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Ona yako ya utuo. Ona yako ya utazama. Ona yako ya utuo. Hakuna boni jetu. Hii ni nini rosi? Kile nini? Sio ni yako kuone hapa. Wewe manje kujina sema kawaida. Makwa bongo bongo. Hakuna boni jetu. Oi, ito si akole totiko ya. Sasa mtu hakuna rangi.
Akure tuonane kesho sasa. Mbona atikariba ni bantu bamwe memo. Pamoja. Utakuwa nani? Abi msichana kweke. Huyu sio watu wa kwao. Kwani aliumia huyu? Huko jangazi wa mboni. Alistuka. Usikie jangazi. Wewe kinukizia wana zini? Wewe kinukizia wana zini? Nimepata habari. Hawa mapolisi hawa wanjichunge. Kwa sababu nimepata habari ati kuna mtu anasema washike mama yao. Hapa mwingi ni watu wa amani. Ama namna gani? Ni mnataka amani ama mnataka fujo? Si mnataka amani. Wale wanataka amani onyesha kwa mkono. Na watazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, kwa kweli hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Viongozi wako wapi ili waweze kuokoa hii situation ambayo inazidi ku get out of hands? Things are getting out of hands. Watazamaji wangu, itakuwa sasa ni vigumu kwa mtu kufanya biashara yake pale endapo hili swala halitaweza kuangaziwa kwa haraka ili kukuwe na amani katika hizi jamii mbili. Kuna hitajika hatua ya haraka, viongozi kutoka Garissa na hapa maeneo ya Kitui, hasa hapa Mwingi, waweze kusuluhisha hii mizozo ya kikabila, hizi tribal clashes ambazo zimeibuka kati ya Wasomali na Wakamba, hasa wale Wakamba ambao wako pale maeneo ya Mwingi. Wewe mtazamaji wangu, sijui uko na maoni gani kuhusiana na hizi vuta ni kuvute ambazo zinaendelea kushuhudiwa kule Mwingi? Na kama vile ambavyo unaona ni kweli mambo yanazidi kuwa mabaya zaidi. Unaona biashara za watu wanakadiria hasara. Hakuna chochote ambacho kinaingia kule Garissa, hakuna chochote ambacho kinatoka Garissa. Sasa hivi wanalazimika kutumia barabara zingine, na pengine hizo barabara ziko refu zaidi ama ni ndefu zaidi kuliko hii barabara ambayo ilikuwa wanaitumia ya hapa Nairobi kupitia hapo Mwingi, hapo Ukasi kuelekea mpaka kule Garissa. Wewe mtazamaji wangu, unaona ni suluhisho gani ambalo linastahili kufanywa la haraka na hawa viongozi, ambapo tumeona mbunge wa pale Mwingi Town ameweza kuzungumza kuhusiana na hii mizozo ambayo inaendelea kushuhudiwa sasa hivi kati ya hizi jamii mbili, Wakamba na wenzao kutoka pale Garissa wa Somali. Niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende bali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.